Karibu katika wasaa mwingine mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini ripoti tuliokuwa nayo inaeleza kwamba Marekani itachukua karibia miaka mingi juu ya ujenzi wa ngome zake za kijeshi katika Mashariki ya Kati baada ya vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kujenga upya hifadhi ya silaha za Marekani katika Mashariki ya Kati kunaweza kuchukua miaka mingi baada ya vita vya Iran. Kurejesha hifadhi za kabla ya vita vya silaha muhimu za Marekani itachukua, baadhi ya wachambuzi wakisema, angalau miaka miwili na wengine mitatu, wengine mitano, kulingana na ripoti ya CSII. Marekani ina silaha za kutosha kwa hali yoyote na inawezekana katika vita vya Iran, lakini kujenga upya orodha zake zilizopungua kutachukua miaka mingi, kulingana na ripoti mpya ya kituo cha mafunzo ya kimkakati na kimataifa CSAI. Kurejesha hifadhi ya kabla ya vita vya silaha muhimu iliyotumiwa sana na vikosi vya Marekani wakati wa siku 40 za mapigano ya pamoja na Israel dhidi ya Iran itachukua angalau miaka miwili au mitatu, na katika hali zingine zaidi ya mitatu, wataalamu wa Washington wanasema. Wakati maafisa wa Marekani wakitoa imani hadharani katika hifadhi ya silaha, wachambuzi wamesema kuwa kupungua kwa vifaa vya silaha kunaweza kuchagiza hesabu za Washington juu ya kuanza tena vita dhidi ya Iran. Kampeni dhidi ya Iran ina washirika wake na waingiliaji katika utoaji wa misaada wa Ukraine, na umefanya kuwa tatizo kwa nchi hiyo kutokana na kipindi hiki kutumia silaha nyingi, lakini pia kuharibiwa kwa silaha zao katika Mashariki ya Kati, ripoti ya CSAI inaeleza. Pamoja na kujaza hisa zake, Marekani pia lazima itimize maagizo kutoka kwa washirika wake na washirika wengine katika Mashariki ya Kati. Uchunguzi wa wataalamu mwezi uliopita ulisema kwamba silaha 4 muhimu ambazo zilikuwa zimepunguzwa hadi zaidi ya nusu ya viwango vyao vya hesabu kabla ya vita, pamoja na makombora ya ardhini ya TLAM, viingilia vya eneo ya ulinzi wa anga wa terminal altitude wa THAAD, lakini makombora ya Patriot na makombora ya SM-3 na SM-6 na meli za ardhini. Kombora lake la pamoja la Air to Surface Stand-Off JASM na Precision Strike Missile PRSM litachukua miezi kadhaa hadi mwaka kuchukua nafasi yake. CSIS ilisema hesabu ya kabla ya vita ilikuwa chini kwa sababu mfumo ulikuwa umeanza kuzalishwa wakati JASM, ingawa ilitumiwa sana katika vita vya Iran, itaona bidhaa kubwa kutoka kwa manunuzi ya hivi karibuni, iliongeza. Maamuzi kuhusu jinsi ya kutenga uzalishaji mpya tayari yamezua msuguano baina ya nchi mbili. Msuguano huu utaendelea kwa miaka michache ijayo, kwani mahitaji yanazidi usambazaji, ripoti ilionya. Tatizo kuu si ufadhili, bali muda wa uzalishaji, uwezo mdogo wa utengenezaji na nyakati za muda mrefu za ununuzi, CSIS ikibainisha kuwa viwango vya ununuzi vya zamani vilikuwa vya chini kabla ya mifumo mingi, hivyo kupunguza juhudi za uagizwaji licha ya ongezeko la hivi karibuni la matumizi ya ulinzi. Kutakuwa na mazingira magumu kwa miaka kadhaa hadi orodha irejee katika viwango vyake vya awali, na miaka mingine kadhaa kabla ya kufikia viwango ambavyo wapangaji wa vita wanatamani, ilisema ripoti hiyo. Mshtuko wa hesabu ya kimkakati, uzoefu wa vita vya Marekani katika mizozo ya hivi majuzi, bado inaweza kusaidia hifadhi na kizuizi dhidi ya Uchina wakati wa kipindi cha kujazwa tena. Ushahidi unajitokeza wa kupungua kwa hifadhi ya silaha umejitokeza katika wiki za hivi karibuni. Gazeti la Washington Post lilifichua mapema mwezi huu kwamba Marekani ilitumia zaidi vidhibiti vyake vya hali ya juu vya ulinzi wa makombora kuilinda Israel kuliko hata Israel yenyewe wakati wa vita vya siku 40 dhidi ya Iran. Jeshi la wanamaji la Marekani wiki iliyopita lilisitisha mauzo ya silaha ya dola bilioni 14 kwa Taiwan ambayo Congress imeidhinisha, lakini Rais Trump anahitaji kusaini. Katibu wa jeshi la wanamaji ameeleza kuwa linahitaji zana kwa ajili ya vita vya Iran. Omar Ashur, profesa wa masomo ya usalama wa kijeshi katika taasisi ya Doha ya mafunzo ya wahitimu huko Qatar, aliambia Al Jazeera kwamba ingawa vita vya Iran havikuondoa ghala za silaha za Marekani, viliteketeza baadhi ya tabaka zake muhimu na zenye thamani kubwa kimkakati. Si uchovu wa kimbinu, ni mshtuko wa kimkakati kwa hesabu, kwa sababu kupungua huko kutaathiri mambo mengine, alieleza. CSIS ilisema mwezi uliopita kwamba Marekani ina makombora ya kutosha kuendeleza vita dhidi ya Iran, ambayo itaendelea kwa miaka mingi, iko katika vita vya baadaye, lakini itashindwa kuuza silaha ya aina yoyote katika kipindi hiki. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.